Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora si bora baba kababa wengine. Mike Jason aka Chep MC aka Baba Bola ndio mimi kwenye kipindi cha Baba Bola dunia nzima. Hakuna kipindi kama hiki. Hiki ni kipindi pekee ambacho kinakwenda kumzalisha Baba Bola wa Kitanzania aliyepotea na sasa hivi anazidi kupotea, lakini tunahitaji kuwarudisha mababa bora na kuwazalisha ili tuweze kuja kupata viongozi waliokuwa bora. After short break I'll be back na utajua nini kinaendelea hapa na niko na mgeni gani. Mino baba moyo bora. Yeah. Moyo bora. Hey, mino baba moyo bora. Mwenye bora si bora baba kababa wengine. Mike Jason Baba Bola, nimerudi tena baada ya mapumziko mafupi. Mimi ndio Baba Bola na mababa bora wengine mnaotazama kupitia runinga yenu all over the world. Leo nimewambia nitakuwa na mgeni wangu hapa, na mgeni huyu ni Askofu Paul Chaba kutoka Leo Boss Revival Church. Askofu Chaba, karibu sana kwenye kipindi. Asante sana ndugu mtangazaji, ninayo furaha pia kwa ajili ya kipindi hiki cha kuweza kumfahamu na kuweza kumtambua Baba Bora. Kwanza mimi nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kimeandaliwa hapa Star TV, kwa sababu kweli kabisa kwamba taifa linahitaji kuwa na mababa bora ambao ndio watakaoweza kuweka msingi mzuri katika jamii. Kwa sababu baba ni mtu wa aina gani? Labda nataka nianze kuzungumzia hilo ndugu mtangazaji na watazamaji wote wanaoweza kunitazama wakati huu, kwamba kuwa baba bora, baba ni zaidi ya mwanaume. Kwa sababu unaweza kukuta mtu mwingine anaitwa ni mwanaume lakini sio baba. Na tunapozungumzia baba, baba ni mtu ambaye ni mtu aliye na sifa zake ambazo nadhani sio muda mrefu tutaweza kuzizungumzia hapa, hizo sifa za kuwa baba bora. Kwa sababu familia kama familia na taifa kama taifa, ili liwe na msingi mzuri ambao unakuwa ni msingi wa kuweza kuliongoza taifa vema, lazima liwe na watu wanaitwa baba bora. Na baba ni mtu ambaye ana sifa zake katika jamii. Kwa hiyo nakushukuru sana ndugu mtazamaji ambaye wewe unayefuatilia kipindi hiki cha Baba Bora, kwamba kunazo sifa zile za baba bora. Kwamba kwanza, labda kabla sijazungumza zile sifa za baba bora, ni kwamba baba ni jina la heshima, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeitwa baba tu kwa jina la kwamba ni baba, isipokuwa ni jina ambalo linamwakilisha Mungu. Ndio maana Mungu anaitwa ni Mungu Baba. Sawa. Anaitwa ni Mungu Baba kwa sababu hakuna mwanadamu yeyote ambaye anaweza kuitwa baba isipokuwa ni yule ambaye Mungu amempa heshima ya lile jina lake. Ndio maana unakuta kwamba Mungu anazo sifa, na zile sifa alizonazo Mungu katika ubaba wake ndiyo ile nafasi ambayo Mungu anawapatia wanadamu wa jinsia ya kiume, ambao Mungu anawapa nafasi ya kuwa mababa ili waweze kuweka msingi bora katika jamii na katika familia pia. Kwa hiyo mimi nakazia hapo umesema kwamba Mungu Baba na ndio likatokea neno baba. Kwa hiyo yule baba bora anatokana na neno Mungu Baba. Kwa hiyo baba bora ili awe baba bora pia anatakiwa awe na imani kubwa. Baba bora ni kweli kabisa kwamba lazima awe ni mtu mwenye sifa ambazo Mungu ameziachilia ndani yake. Tunaposema kwamba ni baba bora, kwanza kama tulivyosema kwamba baba wa mbinguni ambaye ndiye anayewakilishwa duniani, yani baba aliyeko hapa duniani, ili awe bora zaidi ni mtu ambaye anayemwakilisha baba wa mbinguni. Yani ni mtu ambaye, kwa mfano tunapozungumzia Mungu Baba, Mungu Baba ndiye mwanzilishi wa vitu vyote. Tunaposema kwamba Mungu Baba ndiye aliyeumba mbingu na nchi, akaumba na vitu vyote. Sasa huu baba alionao Mungu wa mbinguni ameuachilia kwa wanaume wa hapa duniani ambao wanapata sifa ya kuwa mababa. Ndio maana baba ni mwanzilishi wa familia, lakini ndio baba ndio mwekaji wa msingi katika familia. Familia yoyote ile ambayo unakuta kwamba haijawekewa msingi wa baba bora, ukweli wenyewe ni kwamba haiwezi kuwa familia imara ambayo inayoweza ikaweza kusurvive na kuweza kuhimili changamoto ngumu katika maisha haya. Sawa, kama ulivyosema kwamba Mungu Baba, na huo Mungu Baba ndio umempa sifa mwanaume wa hapa duniani kuwa baba ambaye anaweza karun familia ikasonga mbele, ambaye anaweza katimiza majukumu yake kwenye familia. Kwa hiyo narudi ya kwamba binadamu wa kiume ambaye anaitwa baba, endapo atakosa imani ya Mwenyezi Mungu pia anaweza asiwe baba bora. Ndiyo kabisa ndugu mtangazaji, ni kwamba hawezi kuwa baba bora kwa sababu amekosa zile sifa zile za kumwakilisha Mungu.
kwa sababu ili awe na sifa zile za kumwakilisha Mungu lazima awe ni baba bora. Ndio maana ni kwamba anapokuwa hana imani katika Mungu, kwa mfano ukikuta kwamba labda ni baba ambaye hana zile sifa za kumwakilisha Mungu, utakuta ni baba mwenye tabia mbaya, ni mtu ambaye hawezi kuwa na msingi mzuri katika familia, hawezi kulea watoto wake vema, hawezi kuelekeza familia katika malezi mazuri, hawezi kuwaonya watu. Hata yeye mwenyewe pia atakuwa ni baba, ana sifa ya kuwa baba lakini si baba bora. Ndio maana kipindi chetu kinaitwa Baba Bora, kwa sababu si kila baba ni bora. Kuna wengine ni mababa lakini si baba bora, kwa sababu unakuta kwamba anaweza kuwa ni baba, ana mke na ana watoto, lakini anakosa kuwa baba bora kwa sababu haiongozi familia yake na jamii katika maadili mema. Na ili awe baba bora, kuna sifa ambazo hapa nimeziandaa ambazo nataka nije nizizungumze, zinazoweza kumtambulisha baba bora ni mtu ambaye wa aina gani. Sasa hivi mababa wengi wamekuwa sio bora kwa sababu wengi wanakuja labda kuingia kwenye ndoa hawakutoka katika familia iliyo imara, hawakutoka katika familia ya baba bora. Maana baba bora anazalisha watoto bora ambao nao watakuja kuwa mababa bora. Yes. Yeah. Wewe unachunga kondoo wako, labda akaja binti akaja binti na kijana anataka kumchumbia yule binti, lakini tukakuta yule kijana kwamba katika kumchunguza sio baba bora, lakini ukakuta yule binti yuko deeply in love na yule kijana, alafu wewe yule binti unamchunga kwenye kanisa lako, si ndio? Sasa nataka nikuulize hapo, wewe unaweza ukachukua jukumu la kukataa kuifungisha ile ndoa kwamba isiwepo kwa sababu huyu sio baba bora, au utasema tunafunika komwe mwanaharamu apite, hii ndoa tu iende, watajuana mbele? Hapana. Kwanza tunachofanya sisi wachungaji na maaskofu kabla ya kufungisha ndoa, tunawaita kwanza wanaofunga ndoa na kukaa nao, kuwaweka kwenye darasa kwa maana kwamba kuwafundisha wajue kwanza kwamba wanakwenda kuingia kwenye familia, na ile familia ndiyo itakayoweza kutengeneza msingi mzuri wa wao sasa kuja kuwa wazazi wema, baba bora lakini na mama bora. Sasa lazima sasa kukaa nao na kuweka katika msingi, na msingi ambao tunaowafundisha sisi watumishi wa Mungu, tunawafundisha vijana kuwaweka katika msingi wa neno la Mungu. Ni kweli kabisa changamoto iliyopo hapa kubwa katika jamii yetu ni kwamba misingi mingi sio mizuri, kwa sababu unakuta kwamba kama nilivyosema, aidha ni msingi mbovu kutoka kwa kijana ama kutoka kwa binti. Sasa kwa sababu hawa wawili wanapofikia kwamba hatua wanataka kutengeneza familia, inategemea sasa kwamba kila mmoja ametoka katika msingi upi. Kwa hiyo jibu lako, swali lako ni kwamba huyu ambaye ninapogundua kwamba huyu hakutoka katika msingi bora, lazima sasa mimi kama mchungaji kabla ya kuwaingiza katika ndoa niwaweke katika mafundisho, niwaweke katika msingi, na then baadaye sasa kuwapa maelekezo ya namna ambavyo wanavyopasa baadaye kuja kuifanya ndoa yao iwe na msingi mzuri, awe ni baba bora na mama bora, na baadaye wafikia sasa hatua na wao ya kuweza kuwazaa watoto ambao watakaokuwa wametoka katika msingi ulio bora. Sawa. Wewe unatazama kupitia Star TV, ndo umejiunga na sisi hivi sasa, kuna namba zetu zinapita chini hapo, unaweza ukatuachia maoni. Mimi ni Chep MC, niko na Askofu Paul Chaba wa Leo Boss Revival Church hapa kwa Star TV, tukiendelea kudadavua na kujua baba bora ni yupi na baba bora anapatikana wapi na jinsi gani tufanye tuendelee kuzalisha mababa bora na ambao tutakuja kupata viongozi bora. Sasa hivi tunakwenda kutazama Tours za Nature. Baada ya Tours za Nature tutarudi hapa kuendelea na kipindi chetu na Askofu Paul Chaba. Tunakwenda kutazama Tours za Nature, na Tours za Nature ya leo tunakwenda kutazama utalii wa puto. Tours Nature. Usafiri wa puto baruni safari ulianzishwa mwaka 1783 na waanzilishi wa ndege za majaribio katika ugunduzi na utafiti wa ndege, na hao ndio waanzilishi wa neno rubani linalotumika mpaka kwenye ndege hivi leo. Puto kubwa kwa wastani hubeba watu 16 na dogo hubeba watu 12. Puto hujazwa hewa ya helium ndani ya mwavuli na kisha kupashwa moto ili kuongeza wepesi, na wepesi huo huinua kikapu na kuwezesha kikapu kupaa na kusafiri juu angani. Utalii wa puto huwezesha watalii kuona wanyama kwa urahisi, kupita maeneo kwa urahisi yasiyopitika, hasa maeneo ya vichaka,
na mito, maziwa ili kutembea katika eneo kubwa kwa muda mchache na urahisi zaidi. Utalii wa Puto hufanyika vizuri wakati wa asubuhi, hali ya hewa ikiwa ni tulivu, na ni wakati ambapo wanyama hutoka asubuhi hiyo kwenda kutafuta malisho na wengine hurejea ndani mwao kutoka kutafuta malisho waliokuwa wakitafuta katika usiku mzima. Puto la utalii huzunguka kwa muda kati ya saa 1 mpaka masaa 3, kisha hutua chini taratibu na watalii kupewa vinywaji hasa champagne na vyeti vya kuthaminiwa, kukubalika na kumbukumbu kwa ajili ya tukio hilo muhimu la kupanda Puto angani na kufanya utalii. Nchini Tanzania, utalii wa Puto hufanyika kwa wingi katika hifadhi za taifa za Serengeti, Tarangire, Ruaha na kwingineko. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Urithi wetu tuwaachie wanetu. Chualizi Nature. Tumerudi, wewe ambaye unatufuatilia kuanzia sasa kwenye Tours the Nature. Tumetoka na nafikiri umeona utalii wa Puto, utalii wa ndani, uweze kuona wanyama kwa chini wanafananaje, au sio? Maana najua watu wengi sana mmekuwa vivu, lakini gharama ni ndogo sana. Unaweza kwenda kule na ukaenjoy wewe na familia yako. Wewe baba bora ambao unanitazama umekaa kwenye kochi hapo, acha kuwa mvivu. Au vipi bwana? Itoe familia yako au tipeleka watu vacation, peleka watoto vacation, uwe baba bora ile familia yako, ipeleke makanisani, peleke na sehemu nyingine zote. Kwa hiyo tumetoka kuangalia utalii wa Puto, na utalii wa Puto nafikiri umeweza kuona ni mzuri zaidi. Wewe ambaye unaanza kutufuatilia sasa hivi, niko na Askofu Paul Chaba kutoka Leobos Revival Church hapa kanisani kwake. Tumemtembelea leo. Lengo na makusudi ni kuweza kuwajenga vijana wanaotazama sasa hivi ni jinsi gani waweze kuishi kuwa mababa bora, ni jinsi gani waweze kusonga ili waweze kufikia kuwa mababa bora. Askofu Chaba, tumerudi tena. Naam, karibu sana. Vijana bado wanahitaji madini. Ndio. Sasa tumerudi. Nataka nijue sasa ni sifa zipi ambazo zinaweza kumfanya kijana kumpelekea akaja kuwa baba bora. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli zipo sifa. Ndugu mtazamaji unayefuatilia kipindi hiki kutoka hapa Star TV, ni kwamba ziko sifa zinazoweza kumfanya mtu kuwa baba bora. Kwanza, sifa ya kwanza ni baba yule anayejua kuishi vizuri na mke wake. Hiyo ni sifa ya muhimu sana ndugu mtazamaji, kwa sababu huwezi ukawa baba bora kama wewe huwezi kuishi vizuri na mke wako. Na ndio maana tunaona kuna baadhi ya mababa wengine anafika nyumbani anakuwa tu katili, anakuwa mkali. Kuna baba wengine mpaka anafika tu anapiga na mke. Sasa unapopiga mke, mtazamaji, umekosa sifa ya kuwa baba bora. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya muhimu sana unapoitwa kuwa baba bora. Lakini pia sifa nyingine ya pili ni baba anayejua kulea na kutunza